Asubuhi moja katika kijiji maskini sana kilichokuwa mbali na mji, Romana alikuwa amesimama nje ya nyumba yao ndogo ya udongo, huku akionekana mwenye hasira na kutoridhika na maisha aliyokuwa akiishi. Alitazama nyumba yao iliyoezekwa kwa nyasi kavu, huku macho yake yakijaa malalamiko makubwa sana. Ndipo akamwita baba yake kwa sauti kali isiyo na heshima hata kidogo. "Baba, mimi nimechoka kabisa maisha haya ya umasikini. Kila siku tunaamka asubuhi kwenda shamba na kurudi jioni tumechoka, lakini bado hatuna kitu," alisema Romana kwa sauti ya dharau. Maneno yake yalikuwa makali sana kiasi kwamba hata majirani waliokuwa karibu wangeweza kuyasikia kwa urahisi. Alikuwa akizungumza kana kwamba baba yake ndiye aliyekuwa chanzo cha mateso yake yote. Kwa muda mrefu moyoni mwake alikuwa amejijengea chuki kubwa sana dhidi ya maisha ya kijijini. Aliona kama kuzaliwa pale ilikuwa ni laana kubwa kwake. Hakuwahi kufikiria kwamba baba yake alikuwa akifanya kila awezalo kumlea. Kwa Romana, umasikini wa baba yake ulikuwa ni kosa lisilosameheka. Mzee Paulo aliyekuwa baba yake Romana alisimama kimya kwa muda mfupi, huku akimtazama binti yake kwa macho ya huruma na upendo mkubwa. Alijua kabisa kwamba binti yake alikuwa bado mdogo na hakuelewa ugumu wa maisha uliomzunguka. Kwa sauti ya upole sana akasema, "Mwanangu Romana, najua maisha yetu ni magumu, lakini vumilia tu. Siku moja Mungu atafungua njia na utafanikiwa." Alisema maneno hayo kwa utulivu, kana kwamba alikuwa akijaribu kupoza hasira za binti yake. Lakini ndani ya moyo wake alikuwa anahisi maumivu makubwa sana. Alitamani sana kumpa binti yake kila kitu kizuri, lakini uwezo wake ulikuwa mdogo sana. Hakuwa na elimu kubwa wala kazi ya mshahara. Kila alichokuwa nacho kilitokana na shamba dogo alilokuwa akilima kwa mikono yake. Licha ya hayo yote, bado alikuwa na matumaini kwamba siku moja binti yake angekuwa mtu mkubwa. Ndiyo maana kila siku alikuwa akimtia moyo asikate tamaa. Mzee Paulo alikuwa baba mwenye moyo wa kipekee sana. Lakini Romana hakutaka kusikia maneno ya faraja hata kidogo. Alipandisha sauti yake zaidi, kana kwamba alikuwa akipigana na baba yake kwa maneno. "Lakini baba, mbona watoto wengine wana maisha mazuri sana? Wana nguo nzuri, wana simu nzuri na wanaishi vizuri kuliko mimi," alisema kwa hasira. Aliendelea kusema kwamba kila alikokwenda shule alikuwa anaona tofauti kubwa kati yake na watoto wengine. Wengine walikuwa wanakuja na magari ya wazazi wao, huku yeye akitembea kwa miguu umbali mrefu sana. Wengine walikuwa na vitabu vipya, huku yeye akitumia vitabu vilivyochakaa. Hali hiyo ilimfanya ajione kama mtu asiye na thamani kabisa. Ndani ya moyo wake alijenga wivu mkubwa sana dhidi ya watoto waliotoka kwenye familia tajiri. Hakuwahi kujiuliza ni kwa nini baba yake alikuwa maskini. Badala yake aliamua kumlaumu kila siku. Maneno yake yalizidi kumuumiza baba yake moyoni. Mzee Paulo alishusha pumzi ndefu sana, kisha akamwangalia binti yake kwa macho yaliyojaa huzuni, lakini bado yenye upendo. "Mwanangu, mimi sina pesa nyingi kama wazazi wa watoto unaowaona," alisema kwa sauti tulivu sana. Aliongeza kusema kwamba licha ya kuwa masikini, bado alikuwa tayari kufanya chochote kwa ajili ya elimu ya binti yake. "Nitafanya kila ninawezalo ili usome na uwe mtu mkubwa," alisisitiza kwa matumaini makubwa. Alimwambia Romana kwamba elimu ndiyo njia pekee inayoweza kubadilisha maisha yao. Alikuwa akiamini kabisa kwamba siku moja binti yake angekuja kuwa msaada mkubwa kwa familia yao. Ingawa alijua safari hiyo haingekuwa rahisi, bado hakukata tamaa. Alijua kwamba kazi yake kama mzazi ni kupambana kwa ajili ya mtoto wake. Kwa hiyo aliendelea kumtia moyo kila siku. Lakini Romana bado hakuelewa upendo huo mkubwa. Siku zilipita na Romana alikuwa amejenga chuki kubwa sana dhidi ya baba yake kutokana na umasikini wake. Alijiona kama hakustahili kabisa kuzaliwa katika familia masikini kama ile. Mara nyingi alikuwa akiwaza kwamba kama angezaliwa katika familia tajiri, maisha yake yangekuwa tofauti sana. Aliamini angekuwa na marafiki wengi na angeheshimiwa zaidi. Mawazo hayo yalifanya aanze kumdharau baba yake polepole. Kila alipomwona baba yake akirudi kutoka shambani akiwa amechoka, badala ya kumhurumia, alikuwa akimlaumu. Aliamini kabisa kwamba baba yake hakujitahidi vya kutosha katika maisha. Hakujua kwamba baba yake alikuwa akijitolea kila kitu kwa ajili yake. Ndani ya moyo wake kulikuwa na kiburi kikubwa sana. Kiburi hicho kilimfanya ashindwe kuona upendo wa baba yake. Hivyo ndivyo chuki yake ilivyoendelea kukua siku baada ya siku.
Mzee Paulo kwa upande wake alikuwa akiumia sana moyoni, lakini hakuwahi kuonyesha maumivu yake mbele ya binti yake. Kila siku alikuwa anaamka mapema sana kabla hata jua halijachomoza ili kwenda shambani kufanya kazi. Alilima kwa bidii kubwa sana, akitumaini kwamba siku moja maisha yao yangebadilika. Ingawa mwili wake ulikuwa umechoka sana, bado hakuwahi kulalamika. Alikuwa akifanya yote hayo kwa ajili ya Romana. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba Romana hakuwahi kuona juhudi hizo zote. Badala yake, aliendelea kumfokea baba yake kila mara. Mara nyingi alimwambia kwamba yeye ni baba masikini asiye na uwezo wa kumpa maisha mazuri. Maneno haya yalikuwa kama visu vinavyochoma moyo wa mzee Paulo. Hata hivyo, bado aliendelea kumpenda binti yake kwa moyo wote. Siku chache baadaye, mzee Paulo alifikia uamuzi mgumu sana ambao ungeweza kubadilisha maisha yao kabisa. Alikuwa na shamba moja tu lililokuwa mali yake ya mwisho kabisa. Shamba hilo ndilo lilikuwa tegemeo lake la chakula na kipato. Lakini baada ya kufikiria sana, aliamua kulitoa sadaka kwa ajili ya elimu ya binti yake. Aliliuza shamba hilo ili apate pesa za kumsomesha Romana chuo kikuu mjini. Uamuzi huo haukuwa rahisi kwake hata kidogo, lakini alijua kwamba elimu ya mtoto wake ilikuwa muhimu zaidi kuliko mali yoyote aliyokuwa nayo. Alijua kwamba bila elimu, Romana angeendelea kubaki katika maisha ya umasikini. Hivyo, aliamua kujinyima kila kitu kwa ajili yake. Huo ulikuwa upendo wa kweli wa mzazi. Lakini Romana bado hakujua ni sadaka gani baba yake alikuwa ameitoa. Hatimaye, mzee Paulo alifanikiwa kupata kiasi cha fedha kilichohitajika kwa ada ya chuo. Siku hiyo alirudi nyumbani akiwa na furaha kubwa sana moyoni. Alimuita Romana na kumkabidhi pesa hizo kwa mikono yake mwenyewe. "Chukua mwanangu, hizi ni pesa za ada yako ya chuo," alisema kwa sauti yenye matumaini makubwa. Alimwambia kwamba ndoto yangu kubwa ni kukuona binti yangu unapata elimu nzuri na kubadilisha maisha yetu. Alimwambia kwamba safari ya maisha yake mapya ilikuwa inaanza siku hiyo. Ingawa moyo wake ulikuwa umejaa furaha pamoja na huzuni kidogo, alijua kwamba kumpeleka binti yake mjini kungeweza kumtenganisha naye kwa muda mrefu. Lakini alikubali hilo kwa sababu alitaka mustakabali mzuri kwa mtoto wake. Alikuwa tayari kuvumilia chochote kwa ajili ya mafanikio ya Romana. Romana alipokea pesa zile haraka sana bila hata kufikiria ni kwa namna gani baba yake alipata fedha hizo. Badala ya kushukuru, aliongea kwa sauti ya kiburi kidogo. "Sawa baba, hili lilikuwa ni jukumu lako na si langu," alisema kwa dharau. Maneno hayo yalikuwa makali sana kwa mtu ambaye alikuwa amejitoa kila kitu kwa ajili yake. Aliendelea kusema kwamba akifika mjini hataki mtu yeyote ajue kwamba ametoka katika kijiji masikini kama hicho. Alisema anaogopa kudharauliwa na watu wa mjini. Mzee Paulo alimsikiliza kimya, huku moyo wake ukivunjika polepole, lakini bado hakumlaumu binti yake. Alijipa moyo kwamba labda siku moja Romana angebadilika. Mzee Paulo alimwangalia binti yake kwa macho yenye huzuni, lakini pia yenye matumaini makubwa. Alijua kwamba safari ya maisha ya Romana ilikuwa inaanza rasmi siku hiyo. Kwa sauti ya upole akasema, "Nenda tu mwanangu, cha muhimu soma kwa bidii." Alimwambia kwamba elimu ndiyo silaha pekee inayoweza kubadilisha maisha yako. Pia alimkumbusha kwamba asimsahau baba yake masikini aliyemlea kwa shida. Ingawa alizungumza kwa tabasamu dogo, moyoni alikuwa na maumivu makubwa sana. Alijua kwamba binti yake bado hajafahamu thamani ya upendo wa mzazi, lakini bado aliendelea kumwombea mafanikio kila siku. Ndani ya moyo wake alikuwa na tumaini kwamba siku moja Romana angerudi akiwa mtu mkubwa. Romana alipofika mjini kwa mara ya kwanza, alihisi kama ameingia katika dunia nyingine kabisa, tofauti na ile aliyokuwa ameizoea kijijini. Alishangaa sana kuona majengo marefu yaliyogusa karibu mawingu, magari mengi yaliyokuwa yanapita kwa kasi barabarani, pamoja na watu waliovaa nguo za kisasa na za bei ghali. Alisimama kwa muda akitazama kila kitu kwa mshangao mkubwa, huku moyo wake ukijaa tamaa ya maisha yale. Ndani ya nafsi yake alisema kimya kimya, "Hapa ndipo ninapotaka kuishi maisha yangu yote. Siwezi tena kurudi kule kijijini." Maneno hayo yalitoka moyoni kabisa kwa sababu tayari alikuwa amechoshwa na maisha ya umaskini aliyokulia. Alianza kuwaza jinsi atakavyobadilisha maisha yake ili afanane na watu waliokuwa wakimzunguka pale mjini. Kila kitu kilionekana kipya na cha kuvutia kwake. Tangu siku hiyo, alianza kujiona kama mtu anayestahili maisha ya kifahari zaidi kuliko yale ya kijijini. Ndoto yake kubwa ilikuwa kubaki mjini milele. Ndani ya moyo wake aliahidi kwamba hatarudi tena kuishi maisha ya kijijini.
Alipoanza masomo chuoni, alijikuta akikutana na wanafunzi wengi waliotoka katika familia tajiri sana. Wengine walikuwa wanakuja chuoni kwa magari ya kifahari, wengine walivaa nguo za gharama kubwa na kutumia simu za kisasa. Romana aliona kwamba ili aweze kuonekana kama wao, lazima ajibadilishe haraka sana. Alianza kujitahidi kuvaa vizuri kadri alivyoweza ili asionekane tofauti na marafiki zake wapya. Ingawa mara nyingi hakuwa na pesa nyingi, alikuwa akimpigia baba yake simu na kumlazimisha amtumie pesa za matumizi hata kama hakuwa nazo, ili tu aonekane kama anatoka familia yenye uwezo. Wakati mwingine marafiki zake walimuuliza, "Romana, wewe unatoka wapi hasa?" Naye alijibu kwa kujiamini, "Nimetoka tu sehemu fulani mbali kidogo na hapa." Aliepuka kabisa kutaja kijiji chake maskini. Hakutaka hata kidogo watu wajue ukweli wa maisha yake ya zamani. Moyoni mwake aliona kwamba kusema ukweli huo kungeharibu heshima yake mpya. Hivyo alianza kujenga taswira mpya ya maisha yake mbele ya watu. Siku moja mzee Paulo alipompigia simu ili kujua anaendeleaje na masomo yake, Romana alipokea simu ile akiwa pamoja na marafiki zake. Baba yake alisema kwa sauti ya furaha, "Mwanangu Romana, ukoje huko? Masomo yanaendaje?" Lakini Romana hakufurahi kusikia sauti ile mbele ya marafiki zake. Alijibu kwa sauti ya kukasirika kidogo, "Baba, niko darasani sasa hivi. Acha kunipigia simu kila mara." Mzee Paulo alinyamaza kwa sekunde chache kisha akasema kwa upole, "Samahani mwanangu, nilitaka tu kujua kama uko salama." Lakini kabla hajamaliza kusema kitu kingine, Romana tayari alikuwa amekata simu. Baada ya kukata simu, alijisemea kimya kimya, "Baba huyo anaanza kuniaibisha." Marafiki zake walimuuliza, "Nani huyo alikuwa anakupigia simu?" Romana akajibu kwa haraka, "Hakuna mtu muhimu." Ndani ya moyo wake alihisi kama baba yake anaweza kuharibu sura yake mpya ya maisha ya mjini. Kadri siku zilivyokuwa zinaendelea kupita, simu za baba yake zilianza kumkera zaidi na zaidi. Kila alipokuwa na marafiki zake matajiri na simu ya baba yake ikaita, Romana alikuwa anaiangalia kwa hasira. Mara nyingi alikuwa anazima simu kabisa ili marafiki zake wasisikie baba yake akiongea kwa lafudhi ya kijijini. Taratibu moyoni mwake alianza kuona kama baba yake ni mzigo katika maisha yake mapya ya mjini. Alijisemea mara nyingi kwamba ili kufanikiwa lazima aachane na vitu vinavyomkumbusha umaskini wake. Hilo lilikuwa kosa kubwa sana ambalo hakulijua. Moyo wake ulianza kubadilika pole pole. Upendo aliokuwa nao kwa baba yake ulianza kupungua. Badala yake kiburi kilianza kuingia ndani yake. Pamoja na hayo yote, Romana alikuwa mwanafunzi mwenye bidii sana katika masomo yake. Alijua wazi kwamba elimu ndiyo njia pekee ya kufikia maisha ya kifahari aliyokuwa akiyatamani tangu akiwa kijijini. Mara nyingi alikuwa anakaa maktaba mpaka usiku sana akisoma vitabu mbalimbali. Marafiki zake walimwambia, "Romana, mbona unasoma sana kiasi hiki?" Naye aliwajibu kwa kujiamini, "Natengeneza maisha yangu ya baadaye." Ndani ya moyo wake alikuwa na ndoto kubwa sana ya kupata kazi nzuri mjini. Alikuwa akijiona tayari siku moja akiwa na ofisi kubwa, gari zuri na nyumba ya kifahari. Kila alipofikiria maisha hayo, moyo wake ulijaa nguvu mpya ya kusoma zaidi. Hakuwa tayari kurudi katika maisha ya kijijini hata siku moja. Ndiyo maana alijituma sana katika masomo yake. Alikuwa anasoma mchana na usiku bila kuchoka. Muda ulipita haraka sana hadi siku ya kumaliza masomo lilipowadia. Romana alifanya vizuri sana katika mitihani yake na kupata matokeo mazuri yaliyowafurahisha walimu wake. Walimu walimuita na kumwambia, "Romana, umefanya vizuri sana, tunajivunia juhudi zako." Marafiki zake pia walimpongeza kwa bidii yake kubwa. Wengine walimwambia, "Hakika utafanikiwa sana katika maisha." Romana alifurahia sana kusikia maneno hayo ya pongezi, lakini jambo la kushangaza ni kwamba hakuwahi hata kufikiria kumpigia baba yake simu kumwambia matokeo yake. Mzee Paulo alikuwa nyumbani kijijini akiendelea kufanya kazi ngumu kila siku. Alikuwa anangojea kwa matumaini kusikia habari kutoka kwa binti yake, lakini simu haikuwahi kuja. Romana alionekana kama amesahau kabisa mtu aliyemsaidia kufika pale. Baada ya kumaliza masomo yake, Romana alianza safari nyingine ya kutafuta kazi mjini. Alitembea ofisi nyingi sana akipeleka maombi ya kazi, huku akiwa na matumaini makubwa moyoni. Wakati mwingine aliporudi chumbani kwake akiwa amechoka, alisema, "Lazima nipate kazi kubwa hapa mjini." Marafiki zake walimwambia, "Usikate tamaa, siku yako itafika." Romana aliendelea kujaribu kila mahali aliposikia kuna nafasi ya kazi. Ndani ya moyo wake alijisemea mara nyingi,
sitaki kabisa kurudi kijijini mikono mitupu. Mawazo hayo yalimsukuma kuendelea kupambana kila siku. Alijua kwamba mafanikio yake yangempa maisha aliyokuwa akiyataka. Alikuwa tayari kufanya juhudi kubwa ili kufikia ndoto hiyo. Hakutaka kabisa kushindwa katika hatua hiyo ya maisha yake. Siku moja alipigiwa simu na kampuni moja kubwa iliyokuwa ikihitaji wafanyakazi wapya. Aliposikia habari hiyo, moyo wake ulianza kupiga kwa kasi sana. Aliandaa nguo zake vizuri na kwenda kwenye usaili kwa ujasiri mkubwa. Walimuuliza maswali mengi zaidi na Romana aliendelea kujibu kwa ujasiri. Mwishoni, mmoja wao alisema, "Tumevutiwa sana na uwezo wako." Romana alitoka katika chumba cha usaili akiwa na matumaini makubwa sana. Baada ya siku chache, Romana alipokea simu iliyobadilisha maisha yake na aliambiwa, "Hongera Romana, umechaguliwa kuanza kazi katika kampuni yetu." Romana alishindwa kujizuia na akaruka kwa furaha kubwa sana. Aliwashukuru sana watu waliompigia simu na kuahidi kufanya kazi kwa bidii. Baada ya kukata simu, aliita kwa furaha, "Ndoto yangu imeanza kutimia." Romana alihisi kwamba maisha yake sasa yanaanza kubadilika kabisa. Aliona kama safari yake ya kuelekea utajiri imeanza rasmi. Huo ulikuwa mwanzo wa maisha mapya kwake. Kuanzia siku hiyo, Romana alianza kuishi maisha ya mjini kikamilifu bila hata kuangalia nyuma. Alinunua nguo nzuri zaidi ili aendane na hadhi ya kazi yake mpya. Alianza kutembea na marafiki waliokuwa na maisha ya kifahari kama aliyokuwa akiyatamani. Taratibu alianza kusahau kabisa maisha yaliyotoka kijijini. Baba yake aliyekuwa akiteseka shambani kumsomesha, alianza kumwona kama mtu wa zamani asiye na nafasi katika maisha yake mapya. Marafiki zake walipomuuliza kuhusu familia yake, alisema kwa kifupi sana, "Wako mbali kidogo." Hakutaka hata kuzungumzia historia yake. Ndani ya moyo wake aliamini kwamba sasa ameanza maisha mapya kabisa. Kadri miezi ilivyokuwa inapita polepole kule kijijini, moyo wa mzee Paulo ulianza kujawa na upweke mkubwa sana. Kila alipokuwa akikaa peke yake nje ya nyumba yake ndogo ya udongo, alikuwa akiwaza kuhusu binti yake Romana. Mara nyingi alichukua simu yake ya zamani na kujaribu kumpigia, lakini mara nyingi simu haikupokelewa kabisa. Wakati mwingine Romana alipokea, lakini alizungumza kwa haraka sana, kana kwamba ana haraka kubwa. "Baba, niko busy sana sasa hivi, nitakupigia baadaye," alisema mara nyingi kabla ya kukata simu. Lakini ile baadaye haikuwa ikufika. Mzee Paulo alibaki akiitazama simu yake kwa muda mrefu, huku moyo wake ukiwa na huzuni kubwa. Alijisemea kimya kimya, "Labda mwanangu ana kazi nyingi sana." Hakuwa tayari kuamini kwamba binti yake alikuwa anampuuza kwa makusudi. Upendo wake kwa Romana ulikuwa bado mkubwa sana. Siku moja jioni, akiwa amekaa nje ya nyumba yake chini ya mti mkubwa wa mwembe, jirani yake mmoja alimpitia na kugundua kuwa mzee Paulo hakuwa na furaha kama siku za nyuma. Jirani yake akamuuliza kwa huruma, "Paulo, mbona siku hizi umekuwa kimya sana? Hatuoni tena tabasamu lako kama zamani." Mzee Paulo alishusha pumzi ndefu sana kabla ya kujibu, "Ninajaribu kumtafuta mwanangu Romana, lakini hanijibu vizuri siku hizi," alisema kwa huzuni kubwa. Jirani yake alimtazama kwa huruma na kusema, "Pole sana Paulo, labda ana majukumu mengi huko mjini." Wanakijiji wengine waliokuwa karibu waliposikia mazungumzo hayo, walimwonea huruma sana. Wote walijua jinsi mzee Paulo alivyoteseka kumlea na kumsomesha binti yake. Walimwona kama baba aliyekuwa ameweka matumaini yake yote kwa mtoto wake. Lakini sasa alionekana kuwa na huzuni isiyoelezeka. Hali hiyo iliwagusa sana wanakijiji wote. Baada ya muda mrefu kupita bila kupata habari nzuri kutoka kwa Romana, siku moja kijana mmoja aliyekuwa rafiki wa zamani wa Romana alipita kijijini. Alimuona mzee Paulo akiwa amekaa peke yake nje ya nyumba yake na kaamua kumsalimia. Baada ya mazungumzo kidogo, kijana huyo akasema, "Mzee Paulo, nimesikia Romana sasa anafanya kazi katika kampuni kubwa sana kule mjini." Mzee Paulo aliposikia habari hiyo, moyo wake ulipata faraja kidogo. Alimuuliza kwa haraka, "Ni kweli mwanangu anafanya kazi huko?" Kijana akajibu, "Ndiyo mzee, ndivyo nilivyosikia." Mzee Paulo akasema, "Tafadhali, naomba unielekeze nitafikaje. Ninataka kumwona mwanangu Romana." Basi yule kijana alimuelekeza pale mzee Paulo, na baada ya hapo alipata tumaini jipya moyoni. Alitamani sana kumwona ana kwa ana baada ya miaka mingi ya kutengana. Ndani ya moyo wake aliamua kufanya safari hiyo hata kama ingekuwa ngumu. Alijua lazima akamwone binti yake uso kwa uso. Siku iliyofuata asubuhi,
Mzee Paulo aliamka mapema sana na kuanza kujiandaa kwa safari ya kwenda mjini. Alikusanya mazao machache aliyokuwa nayo na kuyauza ili kupata pesa ya nauli ya basi. Wanakijiji walipomwona akijiandaa walimuuliza, "Unaenda wapi Paulo?" Naye akajibu kwa utulivu, "Ninaenda kumwona mwanangu Romana kule mjini." Wanakijiji walimtazama kwa huruma na kusema, "Pole sana Paulo. Ukimwona Romana, msalimie sana." Mzee Paulo alitikisa kichwa kwa upole na kusema, "Nataka tu kumwona mwanangu nimwambie kwamba namkumbuka sana." Ingawa alikuwa maskini sana, bado alijitahidi kuvaa nguo zake safi lakini zilizochakaa sana kwa ajili ya safari hiyo. Moyo wake ulikuwa umejaa matumaini makubwa sana. Alijiona kama baba anayekwenda kumwona mtoto wake aliyefanikiwa. Alijua sasa mwanaye amepata kazi mjini, basi maisha yake lazima yabadilike. Alipofika mjini baada ya safari ndefu ya basi, Mzee Paulo alishangaa sana kuona majengo marefu sana yaliyokuwa tofauti kabisa na nyumba za kijijini alizozizoea. Watu walikuwa wanatembea kwa haraka, huku magari mengi yakipita barabarani kwa kelele. Kwa muda kidogo alihisi kama amepotea katika dunia mpya kabisa. Alianza kuuliza watu mbalimbali kuhusu kampuni aliyosikia Romana anafanya kazi. Baada ya kuuliza kwa muda, hatimaye alionyeshwa jengo kubwa sana la ofisi. Alisimama mbele ya geti la kampuni ile kwa mshangao. Kisha akamwambia mlinzi kwa heshima kubwa, "Samahani bwana, naomba kumwona binti yangu Romana. Nafikiri anafanya hapa." Mlinzi akamwangalia kwa muda mfupi, kisha akauliza jina la kamili. Mzee Paulo akajibu kwa unyenyekevu. Mlinzi akaingia ndani kutoa taarifa. Baada ya dakika chache, Romana aliitwa katika mapokezi na kuambiwa kwamba kuna mzee anamtafuta. Alishangaa sana kusikia taarifa hiyo. Alipotoka kwenda kuangalia ni nani aliyokuwa amemtafuta, macho yake yakakutana na sura ya baba yake aliyekuwa amesimama pale. Baba yake alikuwa amevaa nguo za kawaida za kijijini na viatu vilivyochakaa kidogo kutokana na safari ndefu. Ghafla uso wa Romana ulibadilika kabisa. Badala ya kufurahi kumwona baba yake, alikasirika sana. Ndani ya moyo wake alijisemea kihasira, "Hili lizee lichafu ni nani amemwelekeza kuja hapa ofisini?" Alitazama watu waliokuwa karibu na kaanza kuogopa kudharauliwa. Aliona kama uwepo wa baba yake pale ungeharibu hadhi yake mbele ya wafanyakazi wengine. Kiburi kikaanza kumjaa moyoni. Mzee Paulo alipomwona Romana alijawa na furaha kubwa sana. Uso wake ulionekana kuwa na tabasamu la upendo licha ya uchovu wa safari. Kwa sauti yenye furaha alisema, "Mwanangu Romana, nimekukumbuka sana. Ni siku nyingi sana sijakuona." Lakini kabla hajamaliza kusema maneno yake, Romana alimkatisha kwa sauti kali. "Wewe mzee ni nani kwanza na umetoka wapi?" alisema kwa ukali mkubwa. Wafanyakazi waliokuwa karibu walianza kuangalia tukio lile kwa mshangao. Romana aliendelea kusema, "Mbona mimi sikujui kabisa? Halafu kwa jinsi ulivyo mchafu hivi, nadhani utakuwa umekosea mtoto." Mzee Paulo alibaki kimya kwa sekunde chache akishangazwa na maneno yale. Alijaribu kumtazama binti yake kwa macho ya upole, lakini Romana alionekana kama hamtambui kabisa. Tukio hilo lilikuwa linawashangaza sana watu waliokuwa karibu. Mzee Paulo alikusanya ujasiri kidogo na kujaribu kuzungumza tena kwa sauti ya unyenyekevu mkubwa. "Romana mwanangu, mimi ni baba yako," alisema polepole huku macho yake yakianza kujaa machozi. "Nilikuja tu kukusalimia mwanangu, ni miaka mingi sana hatujaonana." Lakini Romana hakutaka kusikia maneno hayo hata kidogo. "Ondoka hapa mara moja, mimi sikujui wewe. Usije tena hapa kuniaibisha mbele ya watu, wewe ni mzee mchafu wa kijijini." Maneno yale yalikuwa makali sana kiasi kwamba baadhi ya wafanyakazi waliokuwa karibu walishangaa sana. Mzee Paulo alisimama kimya kwa muda mfupi huku machozi yakianza kumtoka. Aligundua kwamba binti yake alikuwa amemkataa kabisa. Kwa huzuni kubwa aligeuka polepole na kuanza kuondoka. Baada ya tukio lile la aibu kubwa sana, Mzee Paulo alirudi kijijini akiwa na moyo uliovunjika kabisa. Safari ya kurudi ilikuwa ngumu zaidi kuliko ile ya kwenda. Mawazo mengi yalikuwa yanazunguka kichwani mwake bila kupumzika. Alikumbuka jinsi alivyoteseka kumlea na kumsomesha Romana tangu akiwa mtoto mdogo. Lakini sasa binti yake alikuwa amemkataa mbele ya watu bila huruma. Mawazo hayo yalimfanya aumie sana moyoni. Baada ya kufika nyumbani, hali yake ya afya ilianza kudhoofika polepole. Presha yake ilipanda sana kutokana na huzuni kubwa aliyokuwa nayo. Hakukuwa na mtu wa karibu wa kumtunza isipokuwa wanakijiji wachache waliokuwa wanamsaidia kwa huruma. Walijaribu kumfariji, lakini maumivu yake yalikuwa makubwa sana. Wanakijiji walipoona hali ya Mzee Paulo ikizidi kuwa mbaya, waliamua kumtafuta Romana ili kumpa habari za ugonjwa wa baba yake.
Walipata namba yake na kumpigia simu kwa matumaini kwamba angejali. Romana alipokea simu ile kwa sauti ya kawaida. Mmoja wa wanakijiji akasema, "Romana, tunakupigia kukujulisha kwamba baba yako anaumwa sana." Lakini badala ya kuonyesha huruma, Romana alijibu kwa dharau kubwa. "Msinipigie tena kuhusu huyo mzee, mimi simjui," alisema kwa ukali. Wanakijiji walishangaa sana kusikia maneno hayo. Mtu aliyekuwa anapiga simu alijaribu kusema, lakini kabla hajamaliza, Romana tayari alikuwa amekata simu. Hakutaka tena hata kuwasiliana nao. Romana aliendelea na maisha yake ya mjini kana kwamba hakuna kitu kilichotokea. Na kule kijijini, baba yake aliendelea kuumwa sana. Baada ya mwezi mmoja kupita tangu tukio lile la huzuni kubwa sana, hali ya afya ya mzee Paulo ilizidi kuwa mbaya sana kila siku. Wanakijiji walikuwa wakimtembelea mara kwa mara na kumkuta akiwa amelala kimya, huku mawazo mengi yakimzonga moyoni. Mara nyingi alikuwa akisema kwa sauti ya polepole, "Natamani kumwona mwanangu Romana kabla sijafumba macho." Wanakijiji walimfariji wakisema, "Labda siku moja atarudi mzee, usikate tamaa." Lakini ndani ya mioyo yao walijua kwamba mambo yalikuwa magumu sana. Siku moja asubuhi mapema, hali yake ilibadilika ghafla na kupoteza nguvu kabisa. Watu waliokuwa karibu walijaribu kumsaidia, lakini haikuwezekana. Hatimaye mzee Paulo alifariki dunia kwa huzuni kubwa sana. Habari ile ilisambaa haraka sana katika kijiji chote. Wanakijiji walilia sana kwa sababu walijua aliumia sana moyoni. Walijaribu kumpigia Romana tena kumpa habari, lakini simu yake haikupatikana kabisa. Baada ya juhudi nyingi za kujaribu kumpata Romana kushindikana, wanakijiji hawakukata tamaa mara moja. Walijaribu hata kumtafuta kupitia watu waliomjua mjini, wakitumaini labda angepata taarifa hizo. Wengine waliwauliza madereva wa mabasi na watu waliokuwa wakisafiri kwenda mjini kama wanaweza kumfikishia ujumbe. Lakini juhudi zote hizo hazikuzaa matunda yoyote. Ukweli uliokuwa wazi ni kwamba Romana alikuwa amekata kabisa mawasiliano na kijiji chake. Hakutaka kabisa kusikia habari zozote zinazomhusisha na baba yake. Aliona kwamba maisha ya kijijini yalikuwa ni kitu cha zamani kisichokuwa na maana kwake. Marafiki zake wa mjini hawakujua hata historia yake ya kweli. Ndio maana aliendelea kujitenga kabisa na watu wa kijijini. Wanakijiji walihuzunika sana kuona hali hiyo. Walisema kimya kimya kwamba kiburi cha Romana kimekuwa kikubwa mno. Hatimaye siku ya mazishi ya mzee Paulo ilifika na kijiji chote kilijaa huzuni kubwa sana. Wanakijiji walikusanyika kwa wingi kumzika mtu ambaye walimuona kama mfano wa mzazi mwenye upendo. Wakati wa mazishi, watu wengi walikuwa wakizungumza kwa sauti ya majonzi. Mmoja wao alisema, "Maskini huyu mzee alijitolea sana kwa ajili ya binti yake." Mwingine akasema, "Aliuza kila kitu alichokuwa nacho ili tu mtoto wake apate elimu." Wengine walitikisa vichwa vyao kwa huzuni wakisema, "Lakini angalau angefika kumzika baba yake." Maneno hayo yalionyesha maumivu makubwa yaliyokuwa mioyoni mwa wanakijiji. Wote walimkumbuka mzee Paulo kama mtu mwenye moyo mwema sana. Lakini jambo lililowasikitisha zaidi ni kwamba Romana hakuwahi hata kufika kwenye mazishi ya baba yake. Hilo lilikuwa pigo kubwa sana kwa watu wa kijiji. Wakati matukio hayo yote ya huzuni yalikuwa yanatokea kijijini, Romana aliendelea kuishi maisha yake ya mjini bila hata kufikiria kilichokuwa kinatokea nyumbani kwao. Kila siku alikuwa akiamka mapema kwenda kazini, kisha jioni anakutana na marafiki zake kwa starehe. Mara nyingi walikaa katika migahawa wakizungumza kuhusu maisha na mafanikio yao. Alipokuwa akiulizwa kuhusu familia yake, Romana alikuwa akijibu, "Wako mbali kidogo." Hakutaka kabisa kuingia katika maelezo zaidi. Ndani ya moyo wake, alijiona kama mtu aliyefanikiwa sana maishani. Aliamini kwamba sasa ameachana kabisa na maisha ya zamani. Kila siku alijiona akipanda ngazi ya mafanikio. Hakujua kwamba maisha yanaweza kubadilika ghafla sana. Lakini siku moja, hali ilibadilika kwa namna ambayo hakuwahi kuitegemea kabisa. Habari mbaya zilianza kusambaa katika kampuni aliyokuwa anafanya kazi. Management ya kampuni ilitangaza kwamba biashara imeanza kupata hasara kubwa sana. Wafanyakazi walikusanyika wakisubiri kusikia hatima yao. Meneja mmoja alisema kwa huzuni, "Kampuni inalazimika kupunguza wafanyakazi kutokana na hali ya kifedha." Wafanyakazi wengi walibaki wakiwa na hofu kubwa mioyoni mwao. Baada ya muda, orodha ya majina ya watu watakaosimamishwa kazi ilisomwa mbele ya wote. Wakati jina la Romana lilipotajwa, alishangaa sana.
Alihisi kama dunia imepasuka chini ya miguu yake. Alisimama pale kwa muda bila kusema neno lolote. Baada ya mkutano, alikwenda kwa meneja na kumuuliza kwa wasiwasi, "Je, hakuna njia nyingine ya kubaki kazini?" Meneja alimjibu kwa huzuni, "Samahani Romana, uamuzi huu ni wa kampuni nzima." Maneno hayo yalimuumiza sana moyoni. Ndani ya muda mfupi, alitoka katika ofisi ile akiwa hana kazi tena. Taratibu, maisha yake yakaanza kubadilika. Pesa alizokuwa nazo zilianza kuisha polepole. Marafiki waliokuwa wakimzunguka kwa sababu ya starehe walianza kupungua. Maisha ya kifahari aliyokuwa amezoea yakaanza kutoweka taratibu. Baada ya muda mfupi, Romana alilazimika kuhamia kuishi katika eneo la Uswahilini kwa sababu hakuweza tena kumudu gharama za nyumba aliyokuwa akiishi zamani. Maisha yake mapya yalikuwa magumu sana, tofauti kabisa na yale aliyokuwa amezoea. Wakati mwingine alilala bila kula chakula kwa sababu pesa zilikuwa zimekwisha. Alienda sehemu nyingi kutafuta kazi, lakini hakupata mafanikio. Mara nyingi alirudi chumbani kwake akiwa amechoka na mwenye huzuni. Siku moja aliketi peke yake na kusema, "Kwa nini maisha yangu yamebadilika hivi?" Hakukuwa na mtu wa kumfariji kama zamani. Marafiki wengi walikuwa wametoweka. Ndipo polepole alianza kutafakari maisha yake ya zamani. Katika kipindi hicho kigumu, ndipo kumbukumbu za baba yake zilianza kurudi akilini mwake. Alianza kukumbuka jinsi baba yake alivyojitolea kwa ajili yake tangu akiwa mtoto mdogo. Alikumbuka maneno yake ya upendo aliyokuwa akimwambia kila mara. Ndani ya moyo wake alianza kujilaumu sana. Siku moja akiwa peke yake alisema kwa huzuni, "Labda nikirudi kijijini baba atanisaidia." Wazo hilo lilimpa tumaini kidogo moyoni. Alifikiri kwamba baba yake bado angekuwa tayari kumpokea. Hivyo aliamua kuanza safari ya kurudi nyumbani kwao. Alipanda basi akiwa na mawazo mengi sana. Safari ile ilikuwa ya kimya na yenye huzuni kubwa. Baada ya safari ndefu, Romana hatimaye alifika katika kijiji chake. Kila kitu kilionekana kama kilivyokuwa zamani, lakini moyoni mwake alihisi tofauti kubwa. Alienda moja kwa moja hadi nyumbani kwa baba yake. Alisimama mbele ya mlango na kugonga polepole. Kisha akaita kwa sauti ya huzuni, "Baba, baba, mimi Romana, uko wapi? Tafadhali nifungulie mlango." Alisubiri kwa muda akitarajia kusikia sauti ya baba yake, lakini hakuna aliyefungua mlango wala kujibu. Aligonga tena mlango huku akisema, "Baba, ni mimi Romana." Lakini bado kimya kilitawala. Moyo wake ulianza kuwa na wasiwasi mkubwa. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu bila majibu, Romana aliamua kwenda kumuuliza jirani yao wa zamani aliyekuwa anaishi karibu. Jirani alipomwona alishangaa sana kumwona baada ya miaka mingi, lakini uso wake ulijaa huzuni mara moja. Kwa sauti ya polepole alisema, "Romana, baba yako alifariki mwezi uliopita." Maneno hayo yalimgonga Romana kama radi. Jirani aliendelea kusema, "Aliteseka sana akikutafuta kabla hajafa." Romana alishindwa kujizuia na akapiga magoti chini. Alianza kulia kwa uchungu mkubwa sana akisema, "Baba, nisamehe, nimechelewa sana." Lakini ukweli mchungu ulikuwa tayari umechelewa. Baba yake hakuwepo tena duniani kusikia maneno yake ya msamaha. Na hako ndipo hadithi yetu inaishia, kwa somo kubwa sana kuhusu thamani ya wazazi na hatari ya kiburi. Na huo ndio unakuwa mwisho kabisa wa stori hii, inayotukumbusha kwamba salimia ndugu zako na wathamini wale waliokusaidia, sababu watu wanakufa hawaagi. Tafadhali tuandikie maoni yako hapo kwenye comments. Nini ulijifunza kwenye stori hii? Pia usiache kutuambia unatazama ukiwa wapi. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Tukutane tena next time. Bye bye.